isiyokuwa ya kimungu. Katika jina la Yesu ninaiteka kila fikra ipate kumtii Kristo. Asante Baba, najitiisha katika uweza wako Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ujumbe wa leo ambao Mungu amependa tushiriki mimi na wewe upo katika namna ya swali. Inasema hivi: shauku yako ni nini? Huo ndio ujumbe ambao Mungu amenipa tushirikiane kwa mchana huu mzuri wa leo. Neno shauku maana yake nini? Shauku ni hamu au tamaa kubwa ya kutaka kufanya au kupata jambo fulani. Maana ya pili, shauku ni hali ya kuwa na msisimko wa ndani, matamanio ya dhati au hamu ya kweli kuhusu mtu au kitu fulani unachotamani kwa moyo wote. Unachotamani kwa moyo wote, kile kitu ambacho unakitamani, yani moyo wako una hicho, yani hiyo ni shauku. Tatu, shauku ni motisha ya ndani inayomsukuma mtu kufanya kitu kwa bidii na kwa moyo wote. Hizo ni maana tofauti tofauti za shauku ambazo Bwana amependa tushirikiane kwa mchana huu mzuri wa leo. Lengo la somo hili ni kutaka kila mmoja ajitathmini. Lengo la somo hili ni kila mmoja wetu hapa ajitathmini. Yeye shauku yake ni nini? Ni nini hasa kilichoujaza moyo wake? Ni nini kilichochukua nafasi kubwa kuliko kitu kingine? Ni kitu gani hicho? Hebu tuangalie hawa watu watatu ambao Mungu amependa tuchunguze, na tunapowachunguza basi iwe msaada kwetu. Hawa watu watatu, wao shauku yao ni nini? Tunapowachunguza hawa, na sisi leo itusaidie, itumike kama mfano, tupige hatua kutoka mahali hapa tulipo kuelekea hatua nyingine zaidi. Twende kitabu cha Zaburi sura 27 mstari wa 4. Nimesema tunawaangalia watu watatu, tuwaone wao shauku yao ilikuwa ni nini. Mtu wa kwanza tunayemwangalia ni Daudi. Mtu wa kwanza tunayemwangalia ni Daudi. Zaburi 27 mstari wa 4. Maandiko yanasomeka vizuri hapo. Naomba kwa pamoja tusome 1 2 twende. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu wa kwanza, tunamuona Daudi. Daudi yeye shauku yake ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Tena sio siku mbili, sio siku moja, sio nusu siku, sio mwaka mmoja, sio miaka miwili, miaka yote. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Umo nyumbani mwa Bwana humo, na utafakari uzuri wa Bwana. Ni utazame uzuri wa Bwana, umo nyumbani mwake, ni utazame uzuri wake. Halafu ni utafakari huo uzuri wake ninapokuwa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona huyu ni mtu wa Mungu Daudi. Yeye hakuwa na kitu kingine ambacho kilimpotezea muda zaidi ya kuwa nyumbani mwa Mungu. Yeye kuwa nyumbani mwa Mungu ilikuwa ni furaha kwake, ilikuwa ni ushindi kwake, ilikuwa ni burudani kwake. Hakuwa na kitu kingine chochote kilichompotezea muda zaidi ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Mstari wa 8. Tupe mstari wa 8 hapo hapo. Mstari wa 8. Anasema hivi: uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Huyu ni Daudi, yuko nyumbani mwa Bwana. Maelekezo ambayo Mungu anayatoa nyumbani mwa Bwana. Bwana akasema uso wa Bwana tuutafute uso wake. Yani yeye Daudi chapu, uliposema tu utafuteni uso wangu, yani mimi moyo wangu pale pale nikasema uso wako nitautafuta. Mungu atusaidie na sisi katika jina la Yesu Kristo. Mungu atuumbie shauku kama hii ya Daudi, ya kupenda kuwepo katika nyumba ya Mungu wetu,
Maana hatuna mahali pengine ambapo tunaweza kupata furaha zaidi ya kuwa nyumbani mwa Mungu. Penda kuwa nyumbani mwa Mungu siku zote za maisha yako. Siku zote unapokuwa umepata fursa, njoo nyumbani mwa Mungu. Haleluya. Mtu mwenye shauku ya kukaa nyumbani mwa Bwana, majaribu yanapokuja, Mungu huwa anamshindia. Mstari wa 9 na wa 10. Hapo hapo. Mstari wa 9 na wa 10. Mtu anayependa kuwepo katika nyumba ya Bwana, kuwepo katika ibada, ajapopatwa na majaribu, Mungu huwa hamuachi huyo mtu. Hapo hapo mstari wa 9 na wa 10. Anasema, usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Mstari unaofuata, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Kristo Yesu, penda kuja nyumbani mwa Bwana. Wajapo watu kukucheka, wajapo watu kukuacha, ukiamua kumfuata Yesu kabisa kwa moyo wako wote, mambo kadhaa yanaweza yakatokea kwa sababu ya kumfuata nani? Yesu. Lakini Daudi anatuhakikishia kwamba hao wote wajapo niacha, hata kama baba yangu na mama yangu watanikataa, wewe Bwana hautaniacha, wewe Bwana hautaniacha. Njoo mpendwa katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuachi mpendwa, hakuachi, na wala hauwezi kupungukiwa. Hauwezi kupungukiwa. Ukiwa mtu wa ibada, hauwezi kupungukiwa. Lakini pia mtu anayependa kuja katika nyumba ya ibada, mtu anayependa kuja nyumbani mwa Baba, huyu mtu hakati tamaa ovyo, maana wema wa Bwana umeachiliwa kwa ajili yake. Mstari wa 13 na wa 14. Hapo hapo, mtu anayependa kuja kwenye ibada nyumbani mwa Mungu wake sio mtu wa kukata tamaa, maana Bwana ameuashiria wema wake umzunguke. Hawezi kuacha huyu mtu akakata tamaa, maana kukata tamaa ni kumpa ibilisi nafasi ya kumalize. Lakini unapokuwa mtu wa ibada, Mungu hawezi kukubali akakuacha upotee. Anauachilia wema wake ukuzunguke katika jina la Yesu. Anasema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mstari unaofuata, umngoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Mtu ambaye anapenda kuja hekaluni mwa Mungu, nimesema huyu mtu sio mtu wa kukata tamaa kirahisi. Huyu mtu sio mtu wa kuchoka kirahisi, kwa sababu Bwana anauachilia wema juu yake, na hivyo atakuwa mtu wa kumngojea Bwana. Hatakuwa mtu wa kukurupuka katika mambo yake, hatakuwa mtu wa kushindwa ovyo. Wema wa Bwana utakuwa juu yake ukimzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi mpendwa, tutafakari. Shauku yako ni nini? Shauku yangu ni nini? Kwenye ibada ninakuja mara ngapi? Ninakuja mara ngapi kwenye ibada? Na ninapokuwa sijafika kwenye ibada, ninakuwa wapi? Ni kweli ni kazi inanizuia? Ni kweli ni biashara? Ni kitu gani kinachonizuia? Mpendwa, karibu kwenye ibada. Na kusihi kwa huruma zake Mungu, penda ibada. Penda shauku kama hii iliyokuwa ndani ya Daudi. Yeye ametaka neno moja tu, na hilo ndilo analolitafuta usiku na mchana, akae nyumbani mwa Mungu wake siku zote za maisha yake. Mpendwa, unakuwa wapi? Usiende kuangalia mpira siku ya ibada. Wapendwa, kuna vitu vingine ni vya kawaida sana. Usipoangalia mechi, kwani utaambiwa hata matokeo? Jamani, Simba walishinda 2-3. Si utaambiwa mpaka uende wakati wa ibada. Kuna watu kazi zao ni sawa, ni kweli. Kuna watu wana kazi zinawazuia, sawa. Lakini sasa kuna mtu hana kazi inayomzuia, hana chochote kinachomzuia, lakini ibadani haji. Nikusii mwana wa Mungu, nikusii tena na tena,
Hatutapata kupona kama hatutakuja kwenye nyumba ya Mungu wetu. Unapokuja kwenye ibada ndipo unapata majibu yako. Unapokuja kwenye ibada ndipo unapata ushindi wako. Sasa kule ushindi unautoa wapi? Ushindi unautoa wapi? Ushindi unatoka wapi? Tukiwaangalia wenzetu Waislamu, kwa siku moja wanasali mara ngapi? Kwa wale wanaofuatilia kabisa kwa Waislamu, siku moja mara ngapi? Mara 5. Siku hii moja. Lakini sisi walau tumeweka uje Jumatano, uje Ijumaa, uje na Jumapili. Ukiweza sana basi kwenye ibada ya idara. Lakini pamoja na hapo hatuji. Kama hauna sababu ya msingi ya kukuzuia, nikusii kwa neno la leo, nikusii kama hauna sababu, njoo kwenye ibada. Tunapokuja kwenye ibada tunanoana. Hapa tulipo kila mtu ana kitu chake, ana huduma yake tofauti na mwingine. Neno la Mungu linasema chuma hunoa chuma. Kwa tunapokuja hapa tunakuja kunoana, tunakuja kupeana makali, tunakuja kupeana nguvu. Lakini ukikaa kule nyumbani peke yako, hautakuwa na nguvu ya kimungu. Hautakuwa na nguvu ya kimungu. Ukikaa peke yako nyumbani, ukasema sasa mimi mambo ya ibada, jamani mimi nao wamezidi, ngoja nijifungie. Jifungie mpendwa, lakini ile nguvu kabisa hautaipata. Lakini tukikutana kama hivi tunanoana, huyu akiimba unaona kipawa chake cha kuimba, huyu akihubiri unaona kuhubiri chake, huyu akifanya hivi, chuma hunoa chuma. Tunapeana joto nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pokea shauku ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Usikae nyumbani kama hauna sababu. Usikae nyumbani kama hauna kisingizio. Na mwingine pengine anajiuliza, sasa wewe Ana, maana yake unatuambia kama Daudi, neno moja nimelitaka kwa Bwana, ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo tuache kazi, tuache biashara, tuache waume zetu na wake zetu, tuje tuhamie kanisani. Hapana mpendwa, sikwambii hivyo. Fanya kazi yako, fanya biashara yako, fanya shughuli yako, kaa na familia yako. Muda wa ibada ni jioni. Karibu ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanya shughuli zako kama kawaida. Halafu ikifika jioni umepata mpenyo, karibu kwenye ibada. Siku ambayo ni kweli kazi imekubana, Mungu akubariki. Nachokisema, usikae nyumbani peke yako, hauna kitu kingine cha kufanya, njoo ibadani. Yumkini siku hiyo unakuja ndio siku Mungu amekuandalia neno lako la kukutoa. Maana neno la Mungu linapokuja haliji bure. Mungu anapoliachilia neno huwa haliji bure. Lazima kuna mtu anakuwa anatafutwa kufunguliwa katika hilo neno. Kwa hiyo nikusii kwa huruma yake Mungu, shauku iliyokuwa kwa Daudi ikuijie na wewe katika jina la Yesu Kristo. Pokea shauku ya kupenda ibada. Kama ndani yako ulikuwa umeanza kuchoka, ikatae hiyo hali. Sio hali ya kawaida, ikatae. Simama tena, njoo kwenye ibada. Zaburi ya 122 mstari wa kwanza. Zaburi ya 122 mstari wake wa kwanza. Zaburi ya 122 mstari wake wa kwanza. Naomba tusome kwa pamoja kwa sauti zetu. Haya, tusome. Haleluya. Sema tena. Huyo ni Daudi. Yeye anafurahi akiambiwa aende nyumbani mwa Bwana. Wewe unajisikiaje unapoambiwa unakwenda nyumbani mwa Bwana? Unakasirika? Unapata uchovu? Unasema na wao wamezidi? Hiyo sio roho yenyewe, ikatae. Daudi anasema nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu nyumbani mwa Bwana anapata kila kitu. Kuna utoshelevu nyumbani mwa Bwana. Wanaokuja kila siku katika ibada sio kwamba wamepungukiwa. Mungu hajawapungukia. Yaani Mungu hawezi akaacha mtu wake anayemtafuta usiku na mchana, anayejitaabisha, amuache hivi. Hakuna. Kwa kama unapata hasira ya kuja nyumbani mwa Bwana, ikataa hiyo roho. Hiyo roho sio yenyewe. Daudi anasema nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kwa Daudi kuja nyumbani mwa Bwana sio jaribu,
sio jaribu kwa Daudi, sio jaribu. Lakini kama kwako na kwangu kuja nyumbani mwa Bwana ni jaribu, maana yake tunatakiwa tutengeneze kwa upya. Kuna roho nyingine ambayo adui ameiachilia, hataki tupate mpenyo zaidi wa kiungu, na Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Tumemuona mtumishi wa Mungu Daudi. Tumuone mtu wa pili. Jamani, Daudi shauku yake ilikuwa ni nini? Kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Kwa hiyo na wewe na mimi tuseme shauku yetu iwe ni kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hili tulichukue liwe la kwetu. Tusichoke kuja kwenye ibada, tusikate tamaa kuja kwenye ibada, tusizimie kuja kwenye ibada. Kuna wakati tunakuwa na mfululizo wa ibada, wakati mwingine hata kama kipindi hiki kuanzia mwezi wa 6 mpaka leo tumekuwa na mfululizo wa kuja kwenye ibada. Kasoro hii wiki ambao hawakwenda kule jimboni, basi maana yake hii wiki walikaa. Lakini tumekuwa na mfululizo. Usichoke. Kila wiki ina neema yake, kila wiki ina jambo lake, na kila mtumishi ana kitu chake cha tofauti ambacho amebeba tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo ukija unapokea kwa viwango vipya na unaendelea kukua. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Mtu wa pili tumuone Zakayo. Natazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Sikiliza shauku ya Zakayo hiyo hapo. Rudi hapo nyuma. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Shauku ya Zakayo, yeye alitafuta kumuona Yesu. Yaani alitamani amuone Yesu. Huyu Yesu ambaye nimemsikia anafanya 1, 2, 3, 4. Na mimi nimuone huyu mtu ni mtu wa namna gani? Biblia inasema Yesu ni mwanadamu 100% na ni Mungu 100%. Zakayo anapata shauku, anapata hamu, anapata kiu, anataka kumuona Yesu. Na amejitahidi ili amuone Yesu, lakini ikashindikana. Anasema huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Ina maana alijitahidi. Mahali popote alipokuwepo Yesu, Zakayo hakubaki, alienda. Sasa changamoto iliyotokea ndo hii hapa. Yaani kila akienda kwenye mkutano, majitu yote ni marefu. Unaona? Sasa yeye anahangaika haoni. Alafu inavyoonekana sasa hata wale watu walikuwa hawakai chini. Maana wangekaa chini wala ujamani hata mimi ningefanikiwa kumuona. Sasa changamoto haya majamaa yote yamesimama. Jamani mwage mnatuonea na huruma. Kwa hiyo Zakayo akajitahidi amuone Yesu, hakuna. Alichokifanya Zakayo nampenda. Zakayo alichukua hatua. Hakuishia pale kwamba nimekwenda kwenye mkutano Kazegunga sijamuona Yesu, nimekwenda Kibirizi sijamuona Yesu, nimekwenda Katonga sijamuona Yesu. Yale majitu ni marefu na mimi ni mfupi. Zakayo hakuishia hapo. Alifanya kitu kimoja cha ajabu ambacho kilimvutia Yesu. Zakayo alifanyaje? Aliona nyie na urefu wenu, na nyie ni maua na mimi mfupi, na mimi hivyo. Kila mtu ameumbwa kwa namna yake. Akasema isiwe shida, tusigombane. Bakini na urefu wenu na mimi nakwenda na ufupi wangu. Natafuta njia nyingine. Ninachokitaka ni kumuona Bwana. Zakayo alichokifanya, akatangulia mbio. Akapanda juu ya mkuyu. Halafu alijua siku hiyo Yesu atapita njia hiyo. Biblia inasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Yaani Zakayo alijua Yesu mkutano wa leo lazima njia yake atakayoipita ni hii hapa.
Mkutano unafanyikia pale jeshini. Sasa kama ni pale jeshini, hakuna njia nyingine ambayo Yesu atapita kuelekea Famia. Ni lazima atapanda hii barabara hii inayopanda muungano ya lami. Alichokifanya mbio mpaka kwenye Mkuyu pa juu akatulia. Hajagombana na wale warefu. Jamani, tusigombane. Pokea ufupi wako hivyo hivyo na mwenzako apokea urefu wake. Sisi wote ni maua ya Bwana. Haleluya! Haleluya! Hakuanza kusukumana nao, akapanda Mkuyu. Angalia sasa. Umati ulipofika pale, twende. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu. Zakayo hajamwambia Yesu kwamba mimi sasa naenda kupanda juu ya nini? Ya Mkuyu. Ni Zakayo mwenyewe shauku yake ya ndani, yani ile kiu ya kutaka kumuona Bwana, akaenda kupanda juu ya Mkuyu. Yesu anaona shauku tulizonazo katika jina la Yesu. Yesu anakiona hicho unachokiwaza. Ndio maana umati umefika tu pale, Yesu anatazama juu. Zakayo hakuwa amemwambia Yesu, hakuwa amemwambia kwamba nimepanda juu ya Mkuyu. Na wengine wote, umati wote, wala hawakuona kama kule juu ya mtu kuna mtu, kule kwenye mti wa Mkuyu kuna mtu. Hakuna aliyeona. Aliyeona ni Yesu peke yake. Yesu anakuona katika jina la Yesu. Anakuona Yesu. Ile shauku ulionayo, ile kiu ulionayo, anaiona Bwana, anaiona. Anasema na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Haleluya! Yani ile shauku, yeye alikuwa anataka tu amuone, hakumbe huyu ndio mama Kagongo, nimefurahi kukuona. Ile shauku yake inamvuta Yesu mpaka kwenda Yesu kukaa ndani kwake. Haleluya! Jamani, Yesu ni mzuri. Unachokiwaza kama kinamhusu yeye, atakushangaza katika jina la Yesu. Atakutendea maajabu, watu watabaki wanashangaa. Yani shauku ya Zakayo inamvuta Yesu. Yesu anafika pale, anaangalia juu ya mti ya Zakayo. Kwa hiki ulichokifanya, ungebaki kusingizia ufupi wako, ungebaki kuweka visingizio vingi, nimeshindwa Bwana, si wewe uliniumba niwe hivi. Na ndio wengi tuko katika mazingira hayo. Unabaki kumlaumu Mungu, kumbe ungechukua hatua nyingine, Bwana angekutokea. Zakayo angebaki kulaumu, sasa mimi mikutano yote naenda wala simuoni. Ufupi sasa niumba yeye mwenyewe. Acha waendelee, atajijua, ana watu wake, anawajua aliowaumba. Angeviacha. Lakini Zakayo hakufanya hivyo. Alipiga hatua ya pili, alisonga mbele, aliendelea tena, na Bwana akaiona shauku yake. Anamwambia Zakayo, shuka upesi, maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Anapata wokovu wa ajabu sana kutokana na shauku aliyokuwa nayo. Yani kumuona, alikuwa anataka tu amuone itoshe, lakini anapata na bonus zaidi. Halafu ukimtazama Zakayo, alikuwa ni tajiri. Halafu alikuwa ni mkubwa wa watoza ushuru. Manake huyu alikuwa ni mkubwa wa TRA. Biblia imemsema kabisa alikuwa tajiri. Tukianzia pale juu, mstari wa kwanza nafikiri, Zakayo alikuwa tajiri, hakuwa maskini. Alikuwa na kila kitu kinachomtosheleza, lakini hakuona ule utajiri wake, hakuona ile kazi yake kwamba inaweza kumfaa. Akaona hivi vitu vyote havinifai, nachotaka nimuone Yesu. Na kwa shauku yake Bwana akamkirimia wokovu mkuu usioweza kuelezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kama Zakayo alikuwa tajiri, anatafuta kumuona Yesu. Mimi na wewe mpendwa, tunapoteza muda wa nini? Kama matajiri wanasalimu amri, wanamtafuta Yesu. Mimi na wewe ambao anajisemea msacheka cha kutumaini hatuna ila damu ya Yesu, na Yesu tunamkataa, inakuwaje? Kama matajiri wanasalimu amri kwa Yesu, matajiri wanaacha kazi zao, biashara zao, wanamfuata Yesu, kwa nini mimi na wewe leo tusipate shauku ya kumtafuta kwa upya, ili akae na sisi kama alivyokaa na Zakayo? Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana katika jina la Yesu. Ni namna tu ya kuamua kuchukua hatua. Chukua hatua, utamuona. Na nyakati hizi wapendwa, ni nyakati za shida, za hatari. Namna ulimwengu wa giza unavyofanya kazi sio sawa na sisi tuliopata neema tunavyofanya kazi. Sisi tunachoka.
tunaviacha. Lakini wa ulimwengu wa giza hawachoki na hawaachi. Kwa hiyo unajikuta sisi tunabaki nyuma kila siku, kwa sababu ukipiga hatua moja kesho unalala, unafanywa madude ya ajabu, unarudi nyuma. Tunatakiwa tusimame na Mungu ni mwaminifu. Ulimwengu wa giza unafanya kazi kwa nguvu. Kwa nini mimi na wewe tusiamue kusimama, tumtafute huyu Yesu? Kama matajiri wanamtafuta Yesu, wana vitu vyao vyote, lakini wanaviacha wanamtafuta Yesu. Kwa nini mimi na wewe tusimtafute? Pokea neema ya kumtafuta Bwana katika jina la Yesu. Pokea neema ya kumtafuta Bwana katika jina la Yesu Kristo. Namna ambavyo aliona shauku ya kina Zakayo, akawatokea, akakaa pamoja nao, hali kadhalika na sisi tukiamua Bwana yuko pamoja nasi atatutendea. Anathibitisha kwenye ile Mithali sura ya 8 mstari wa 17. Mithali sura ya 8 mstari wa 17 anasema, na wapenda wanipendao, na wao wanitafutao kwa bidii wataniona. Huwezi ukafanya bidii ya kumtafuta Mungu halafu usimuone. Haiwezekani. Utachelewa tu, lakini muda utafika utamuona. Kazana mpendwa, kazana. Usikubali kuvutwa kurudi nyuma. Katika jina la Yesu, Bwana akuvushe na akutendee katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa tatu, Paulo. Tumwangalie Paulo. Tumeona shauku ya Daudi ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Zakayo shauku yake kubwa ni kumuona Yesu. Paulo shauku yake ni nini? Waefeso sura ya 1 mstari wa 16 na wa 18. Waefeso sura ya 1 mstari wa 16 na wa 18. Tumwangalie Paulo. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Hii ni sala ya Paulo, anawaombea Waefeso. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Paulo shauku yake ni kumjua Yesu. Shauku ya Paulo ni kumjua Yesu. Kile kilichokuwa ndani yake anatamani na watu wengine wakipate. Anaingia kwenye maombi ya kuwaombea hawa Waefeso. Anasema siku zote siachi kuwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Paulo alimtafuta Mungu sana, na kwa kiwango alichomtafuta Mungu, Mungu alijifunua kwake. Hatuwezi kumjua Mungu katika ufunuo kwa namna hii ya ujanja. Viwango hivi tunavyomjua Mungu bado havijatoshea. Yaani Mungu bado ana vitu vingi sana kwa ajili yetu. Bado ana vitu vingi sana kwa ajili yetu. Hatujamjua kwa namna alivyo, lakini Paulo alimjua. Alimjua na ikafika akawaombea na wengine wamjue kama vile yeye ambavyo anamjua. Kilichokuwa ndani ya moyo wa Paulo ndicho alichokuwa nakitoa na kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Wafilipi 3:7-8. Wafilipi 3:7-8. Huyu ni Paulo. Sikiliza haya maneno anayoyasema katika Wafilipi 3 mstari wa 7 na wa 8. Paulo anasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usiokuwa na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo.
Angalia kiwango ambacho Paulo amemjua Mungu. Yaani Paulo amemjua Mungu kwa kiwango ambacho vitu vyake vyote alivyokuwa navyo, utajiri wake, heshima yake, mali yake, vyote anahesabu, tena ametumia lugha ngumu, anahesabu kama mavi kwa ajili ya uzuri wa kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu atutendee na atusaidie, na si tusimame katika viwango vya namna hii. Tusimame katika viwango vya kumtukuza Mungu. Mpendwa, bado hatujamjua Mungu. Hatujamjua Mungu bado. Kumjua Mungu ni ufunuo. Ukimtafuta sana, Roho Mtakatifu anaendelea kukufunulia namna ambavyo unaweza kumjua huyu Mungu na uzuri wake. Paulo anasema, naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Yaani kumjua Kristo Yesu kwa Paulo ni uzuri usiokuwa na kiasi. Hakuna kitu ambacho Paulo alikiona bora kuliko Yesu. Hakuna kitu ambacho Paulo alikipa kipaumbele kuliko Yesu. Yaani vitu vingine vyote yeye aliviona kwake ni hasara. Havina nafasi kwake. Hapotezewi muda na hivyo vitu, na akavihesabu ni kama mavi kwa ajili tu ya kumjua Yesu. Mimi na wewe leo hatuji hata ibada. Tunakwenda kwenye mpira kuangalia. Yaani kama mpira tu, hatuhesabu kuwa kama mavi. Tunaenda kwenye ibada. Je, fedha nitazihesabu kama mavi? Haiwezekani. Lakini Paulo, angalia kiwango cha kumjua Mungu kilichokuwepo ndani yake. Kiwango cha kumjua Mungu kilikuwa cha hali ya juu. Na ndio Mungu anakusudia katika kanisa la leo, kanisa la Roho Mtakatifu. Mungu anatukusudia tuwe na viwango kama hivi vya kumjua Mungu. Sio hizi bla bla. Hatujafika mahali penyewe kwenye ile pointi ambayo Mungu anaitaka. Tukiangalia katika ule mstari wa ngapi, utaona jinsi ambavyo huyu Paulo ameendelea kumdhihirisha huyu Yesu. Hata dhambi tunazotenda, dhambi hizi wapendwa, dhambi ninayotenda mimi na unayotenda wewe, dhambi katika huu mwili wangu inanitesa, ni kwa sababu sijamjua Mungu. Mungu bado hajafunuliwa kwangu. Mungu akifunuliwa kwangu, dhambi inakufa katika mwili wangu. Hebu tuangalie Wafilipi 1:20. Wafilipi 1:20. Huyu ni Paulo. Wafilipi 1:20. Naomba tuliangalie ili maandiko kwa makini. Nimesema hivi: dhambi ninayotenda mimi, dhambi unayotenda wewe, dhambi zinazotusumbua, inatutumikisha dhambi katika hii miili yetu. Kiwango cha kumjua Mungu bado ni kidogo. Hebu muangalie Paulo anavyosema. Anasema hivi: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa, vivyo hivyo Kristo atadhihirishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Narudia tena, liangalia ile andiko. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa, vivyo hivyo Kristo atadhihirishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Paulo anasema katika mwili wake Kristo atadhihirishwa ndani yake. Paulo anasema katika mwili wake Kristo atadhihirishwa ndani yake. Katika mwili huu wa sasa, yani katika uhai huu, mwili wa Paulo utamdhihirisha Kristo. Lakini hata atakapokuwa amekufa, mauti ya Paulo itamdhihirisha Kristo. Leo mimi na wewe tuna ujasiri wa kusimama mbele za watu ukasema mwili wangu huu utamdhihirisha Kristo. Mwili wangu huu ninautumikisha kwa dhambi, ninautumikisha kwa mambo ambayo Mungu hapendezwi nayo. Lakini Paulo kwa habari ya dhambi, mwili wake ulikuwa umekufa kwa habari ya dhambi. Mwili wake ulikuwa na uhai, na hivyo anasema ya kwamba katika maisha yangu haya ya sasa nikiwa napumua, mwili wangu utamdhihirisha Kristo. Lakini hata kama nimekufa, mauti yangu itamtukuza Kristo. Katika nyakati hizi tulizo nazo, kuna wakati mtu anafariki, ni mpendwa kabisa,
na pengine alikuwa anatumika madhabahuni, tunamjua kabisa ni mpendwa, lakini njia zake zinakuwa sio nzuri. Marehemu anafariki kiwango ambacho hata anayeendesha ibada namna ya kumsemea marehemu inakuwa ni shida. Maana tumezoea kusema marehemu alikuwa mtu mwema, alikuwa 1 2 3 4, lakini kuna watu wanamjua vile unavyopamba marehemu alikuwa mtu mwema, huku nyuma unasikia kwamba huyu tunamjua hakuwa hivyo kama mlivyokuwa mnamtambua kanisani. Kule Ulaiani alikuwa ni mtu wa ajabu. Kwa hiyo Paulo yeye anasema akiwa hai mwili wake utamdhihirisha Kristo, na akiwa amekufa mauti yake itamdhihirisha Kristo. Kama wana wa Mungu tunatakiwa tumuombe Mungu atusaidie tuwe na mwisho mwema. Yaani hata unapoondoka katika hii dunia kuwe na ujasiri wa watu waliobaki wakisema kweli fulani alikuwa ni 1 2 3, kweli ndivyo ulivyokuwa. Mauti yako inamtangaza Kristo. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Lakini sisi leo bado tunataabika katika miili yetu. Tabia ile ya kimwili bado inatusumbua. Bado tunaenenda katika mwenendo wa zamani, katika yale matendo ya mwili kama yanavyoongelewa kwenye Wagalatia 5 sura ya 19. Wagalatia 5 sura ya 19. Leo bado tunateswa na dhambi katika miili yetu, jambo ambalo Paulo kwake hicho kitu kilikuwa kimeshaondoka kabisa. Galatia 5 mstari wa 19. Tusome kwa pamoja. Haya ni matendo ya mwili ambayo tunatumikishwa kwayo, ambayo mwisho wake hatuwezi kumuona Mungu. Inatakiwa tusimame tuweze kutumikisha mwili wetu katika namna ya kiungu, ili katika maisha haya mwili wako na mwili wangu Kristo atukuzwe, na hata katika mauti Kristo bado aendelee kutukuzwa. Haya matendo ya mwili tuyapige chini katika jina la Yesu. Tusome 1 2 3. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa. Tukichambua moja hapa, alafu tukajiweka wazi hapa, haya matendo tunayatenda na mengine tunatendeana sisi wenyewe mumu. Kuna mtu ameokoka lakini anakunywa pombe. Kuna mtu ameokoka anakunywa nini? Pombe. Hapo ulevi umekatazwa. Kusema uongo, tunasemeana uongo humu. Wivu ndo usiseme kwenye makanisa. Haya matendo ya mwili haya hayatakiwi kutajwa kwetu. Tukiendelea kutumikishwa na mambo kama haya, Biblia imeweka wazi, wanaofanya matendo kama haya hawataurithi ufalme wa mbingu. Wapendwa, tusimame tujikatae. Hebu amua kujikataa wewe mwenyewe amua kujikataa. Swala la wokovu ni la mtu binafsi. Usimwangalie mtu katika kutaniko hili lote. Kila mmoja wetu hapa ana tabia yake. Yumkini kuna tabia ambayo utaiona kwangu itakuvunja moyo. Mtabaki unasema hivi yule si waga anahubiri pale namuonaga, sasa mbona amefanya 1 2 3. Vitakuvunja moyo, utakata tamaa. Simama wewe peke yako, kaza mwendo mpendwa. Simama peke yako. Swala la wokovu ni swala la mtu binafsi. Na katika nyakati hizi tujiandae, tuwe macho. Vitu kama hivi ni vitu vidogo, visiendelee kutusumbua. Vikatae, na inawezekana katika jina la Yesu. Viondoe. Uzushi ni vitu vidogo. Ibada ya sanamu, unaacha kuja kwa Mungu unaenda kwenye kitu kingine. Kuna mtu eti haji ibadani, anakwenda kuangalia ile nini, vile vya kupigana. Vinaitwa vinini? Ndio viboxing. Jamani, yale madude mimi siyapendi. Vile ndio nini? Boxing. Yale mabondia. Hivi kweli kabisa unaacha ibada unakwenda kuangalia watu wanatuangana ngumi? Mimi mwanzoni nikawa najua hivi ni utani, kumbe wanatuanga ngumi kabisa mpaka mtu anavimba mwingine. Yani sipendi yale madude. Sasa kweli mpendwa,
Unaenda kuangalia mambo kama hayo, umeacha ibada. Alafu palapanda inalia. Watu wananyakuliwa. Hivi itakuwaje mpendwa, umeenda kuangalia boxing, umeacha ibada? Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Yaani kitu unachokipa nafasi ya kwanza kuliko Mungu, hiyo ni ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Tusimame vitu kama hivi tuzikatae. Uzushi. Kanisani tunafanyiana uzushi, fitina. Za nini? Za nini? Hebu tuchukuliane kanisani. Tuchukuliane kanisani. Tupeane upendo, tupendane kanisani. Madude kama haya kwetu yaondoke. Uchawi, haleluya. Uchawi, kuna watu wanakuja kwenye ibada lakini wanafanya uchawi. Kuna watu wanakuja kwenye ibada alafu wanafanya nini? Wanaroga. Watu wanaofanya mambo kama hayo mbinguni hawaingii. Neno limesema mbinguni hatuingii. Kwa matendo haya tufanye tushindwe kumuona Mungu. Tusimame kama Paulo, tufike makali tujikatae. Jikatae mwana wa Mungu, amua kutafuta utakatifu. Amua kutafuta utakatifu kwa nguvu zako zote, ili tuwe na ujasiri wa kusema kama Paulo, katika mwili wangu huu nikiwa hai, mwili wangu utamuadhimisha Kristo, lakini hata mauti yangu itamuadhimisha Kristo. Na inawezekana, ni kuamua tu katika jina la Yesu. Haya madude madogo madogo tuachane nayo wapendwa. Paulo alimjua Mungu kwa kiwango ambacho hakuogopa kitu chochote. Wafilipi 1:21. Paulo alimjua Mungu kwa kiasi ambacho hakuogopa tena kitu chochote. Yaani kwake yeye hofu iliondoka. Wafilipi 1:21. Tusome kwa pamoja, ni mstari tu mfupi tusome. Haleluya. Paulo anasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwamba nikiishi, nikiendelea kupumua, huyo ni Kristo. Lakini hata nikifa ni faida, kwa sababu ninakwenda kwake. Yaani viwango vya kumjua Mungu ni vikubwa, vya ajabu sana. Tulio wengi, mimi na wewe leo, tunaogopa kifo. Hivi hapa katikati yetu nani yuko tayari kama kifo kikisema na kufuata wewe fulani, nani atakubali kukaa kifo kimkute? Sasa hivi hapa kifo na mlenga fulani, atakubali nani? Tutakubali kirahisi? Yumkini mimi mwenyewe hapa nimeshika maiki nitakuwa kwanza kukimbia, tena nitawashinda wote. Kifo. Tunaogopa kifo kwa sababu viwango vya kumjua Mungu wetu bado ni vidogo. Bado ni vidogo. Hatujamjua Mungu kwa kiwango hicho, ndio maana tunaogopa kifo. Kwa sababu sina uhakika. Hivi nikifa leo, najua wanasema kuna mbinguni na motoni. Sasa mimi mwenyewe sina uhakika kwamba sasa nikifa hapa saa hizi na kwenda mbinguni au nakwenda motoni. Yaani sina uhakika. Sasa kama sina uhakika, alafu nikubali kufa, ya nini? Mbio, hakuna anayekubali kufa. Lakini Paulo anasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Huyu mtu haogopi kifo. Kifo haogopi. Haogopi. Mstari wa 23. Angalia anachokisema katika mstari wa 23. Hapo 23. Mstari wa 23. Anasema, ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Paulo anatamani aende na nani? Na yeye akakae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Hivi unaweza ukasema hivyo kama hauna uhakika na Mungu? Tutasema kabisa, tuwe wa kweli wapendwa. Saizi hapa niseme yani ni vizuri sana niende nikakae na Kristo, wakati Kristo mwenyewe bado sina uhakika naye. Nitasema siwezi. Lakini Paulo yeye anasema anasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Jambo la pili, hapo ukiendelea, anasema bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Yaani yeye Paulo yuko tayari muda wote afe aende akakae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Ila kwa sababu ya sisi ambao bado tunafundishwa, basi bali kudumu katika mwili kwahitajiwa
zaidi kwa ajili yenu. Kwa Paulo anasema bonus hii ya maisha niliyopewa niendelee kukaa kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuwatumikia. Lakini kwa mimi sasa hivi niko tayari niende nikakae na Kristo. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tuongeze viwango vya kumjua Mungu wetu. Tuongeze viwango vya kumjua Mungu wetu. Kwa namna ambavyo huyu Paulo alimjua Mungu, Mungu alijifunua kwake, lakini utashangaa hakulizika Paulo. Hakulizika. Aliendelea kumtafuta Mungu Paulo. Pamoja na mistari yote hii ya ushahidi ambayo tumeiona, Paulo wapendwa hakulizika. Wafilipi 3:12. Paulo hakulizika. Pamoja na viwango vyote vya kumjua Mungu na mambo makubwa ambayo Paulo aliyafanya, lakini hakulizika. Aliendelea mbele kumtafuta Mungu. Alijiona kama bado, yani vile viwango alivyokuwa navyo Paulo vya kumjua Mungu, alijiona bado havijatoshea, havijafikia. Aliendelea kumtafuta. Anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Na kuombea neema ya kukaza mwendo katika jina la Yesu. Acha kulizika mahali ulipo. Mahali hapo ulipofikia katika hivyo viwango vya utumishi wako, vya huduma yako, kwa namna unavyomtumikia Mungu, kwa kiwango hicho ambacho umemjua Mungu, usilizike mpendwa. Kaza mwendo. Paulo hakulizika katika ile hatua alionayo, aliendelea kusonga mbele. Kwa hiyo na wewe mpendwa, hapa ulipo, hicho ulicho nacho, usilizika ukasema sasa hapa katika uimbaji wangu huu imetosha, katika kumtumikia Mungu kwangu hivi imetosha. Kaza mwendo mpendwa. Bado kuna vitu vingi Mungu ameviandaa kwa ajili yako. Ukikaza tu mwendo kidogo, utamuona zaidi namna anavyojifunua katikati ya maisha yako, na utasema hakika huyu ni Mungu ambaye nimemchagua, Mungu wa pekee wa kweli ambaye anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Andiko langu la mwisho. Tumemuona Daudi. Shauku yake ni kukaa nyumbani mwa Mungu siku zote za maisha yake. Tumemuona Zakayo. Yeye shauku yake ilikuwa ni kumuona Yesu. Tumemuona Paulo. Yeye shauku yake ni kutaka kumjua Yesu. Na hao wote tunaona shauku zao ni Mungu. Hao wote watatu shauku yao ni nini? Ni Mungu. Wewe na mimi mpendwa, leo shauku yetu ni nini? Hamu yetu ni nini? Unawaza nini? Unawaza nini juu ya Bwana? Neno la Mungu linasema unawaza nini juu ya Bwana? Shauku yako ni nini? Unapendelea kazi zaidi kuliko Yesu? Unapendelea biashara zaidi kuliko Yesu? Mke au mume ni zaidi kuliko Yesu? Watoto ni zaidi kuliko Yesu? Shauku yako ni nini mpendwa? Shauku yako ni nini? Tusome hayo maneno. Anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Haya ni maneno ya Daudi. Mungu aliye hai, lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Mpendwa, kiu yako ni nini? Yani kama vile maji haya maji unaoyajua yalivyo muhimu katika mwili. Maji yalivyo muhimu katika mwili, ndio hivyo Mungu alivyo muhimu katika maisha yetu, kututosheleza, kutukamilisha katika maisha yetu haya. Bila Mungu haiwezekani mpendwa, bila Mungu haiwezekani. Utafanya, ukimwacha Mungu utafanya, lakini hicho utakachokipata hakitakuwa cha kudumu. Bila Mungu mpendwa, maisha haya haiwezekani. Narudia tena, kama maji haya tunavyoyajua maji yalivyo muhimu katika maisha haya ya mwili, ndivyo hivyo Mungu alivyo muhimu katika utoshelevu wetu. Mungu ndiye anayetutosheleza katika mahitaji tulionayo. Kama mpendwa, shauku ya kumtafuta Mungu imepotea, kama shauku ya Mungu imepotea, yani kama hauna kiu ya Mungu, unaelekea kufa kiroho.
unaelekea kufa kiroho. Usikubali hiyo hali ikatae. Usikubali hiyo hali ikatae. Yaani wewe kama mambo ya Mungu kwako inakuwa kama ni kero. Ukisikia tu mambo ya Mungu, mambo ya ibada, tuombe, sijui tufunge, yaani mambo yote yanayohusu ibada, kwako kama kuna namna unajisikia vibaya, hiyo ni roho nyingine ambayo adui anaipanda ndani yako, na lengo lake ni kukuangamiza. Lengo lake ni kukuangamiza. Kwa neno la siku ya leo mpendwa, Bwana amekuja kusema nasi ya kwamba tusimame kwa upya. Shauku zetu zisielekee kwenye vitu tulivyo navyo. Shauku zetu tuzielekeze kwa Mungu. Kama kiu ya kumtafuta Mungu imeondoka, kama shauku ya kumtafuta Mungu haipo, kwa neno hili simama tena, tuanze upya. Karaboshaka tamaya ka rikanda raboshe ketele bokori anda rabosika taya, katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, 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 na kusihi kwa huruma zake Mungu, usiache ibada, usiache ibada, usiache ibada. Usiache kujishughulisha na mambo ya Mungu. Usiache mpendwa, na kusihi kwa huruma zake Mungu, usiache. Usichoke, endelea kukaza mwendo. Hata kama umemtafuta Mungu lakini bado hujaona mpenyo, kaza mwendo kama Paulo. Mpenyo wako uko karibu. Mpenyo wako upo karibu mpendwa, mpendwa. Na kusihi sana 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 sana. Karabashaka tarabosaya. Karibu tuombe Mungu kwa pamoja. Karibu tuombe Mungu kwa pamoja. Neno hili halijaja kwa ajili yako tu, limekuja hata kwa ajili yangu pia. Limekuja hata kwa ajili yangu. Karibu tuombe. Karibu tuombe. Somo lilikuwa linasema shauku yako ni nini? Katika haya niliyosema kwa watu hawa watatu, tumeona shauku za kwao ilikuwa ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Hatujaona mahali popote katika hawa watu watatu shauku yao ilikuwa kivingine. Wote mioyo yao imemuelekea Mungu. Na sisi kanisa la leo tusimame, tumtafute Mungu, tumtafute Mungu, tumtafute Mungu. Na yuko tayari, madamu anasema na wapenda wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Mpendwa, usichoke katika kumtafuta Bwana. Simama tumuombe Mungu mpendwa. Usichoke katika kumtafuta Bwana. Kama unahitaji maombi zaidi, karibu hapa mbele. Karibu hapa mbele tuombe kwa pamoja. Karibu tuombe kwa pamoja. Karibu tuombe kwa pamoja. Kama unahisi ndani yako kiu ya kumtafuta Mungu imepotea, unahisi ndani yako kama kuna uchovu, hauna ile hamu, ukisikia mambo ya ibada unachangamka, karibu tuliitie jina la Bwana. Kama bado una neema ya kupenda ibada, mwambie Bwana, hii neema isiondoke kwangu, isiondoke kwangu. Kama shauku ya kumtafuta Mungu bado unayo, basi mwambie Mungu, naomba hii shauku isiondoke. Na kama shauku imepotea, basi mpendwa, tusimame kwa pamoja, tuliitie jina la Bwana. Tuliitie jina la Bwana, tuliitie jina la Bwana, tuliitie jina la Bwana. Rimanda rabobo shakata likata rikanda rabo sheta maya tayaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya neno hili ambalo umetusikizisha mchana huu wa leo. Mungu, asante kwa ajili ya watumishi wako. Tumemuona mtumishi wako Daudi, tumemuona Zakayo, Bwana, Bwana, tumemuona na Paulo. Hawa wote kiu yao, shauku yao ilikuwa ni kukupenda wewe, Mungu. Nasi Baba, katika nyakati hizi tunakuomba utusaidie, utusaidie, utusaidie. Tusirudi nyuma kwa namna yoyote, tusikuache. Tusirudi nyuma Bwana, tusikuache, tusikuache. Tusaidie, tukaze mwendo kama Paulo ambavyo alikaza mwendo katika kukutafuta wewe. Paulo hakukata tamaa wala hakuchoka. Baba, tuwezeshe, tusaidie, tutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, ninamkabidhi mtumishi wako huyu mikononi mwako. Mungu, ninamuinua Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Naomba umsaidie Bwana, ndani yake karabosha kata maya kaya rikanda laboshe